BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Ulua na kuletea taarifa kamili kwa muda huu. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Na huu ni muhtasari wa habari. DRC. Rais Felix Tshisekedi ametangaza uamuzi wa kihistoria kuingiza kumbukumbu ya Genocost katika mitaa ya elimu ya Kongo. Serikali imezindua table ronde ya kitaifa kujadili namna ya kuhifadhi kumbukumbu hii. Mbunge Gatie Irakane avunja ukimya akishutumu vikali uongozi wa muda wa bunge chini ya Isaac Chilumbai. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Taarifa inaanza kwa kuonyesha sauti za watu wa kawaida ikionekana mitaani, sokoni na vijijini. Habari kamili. Taarifa zinaanza kwa kuonyesha sauti za watu wa kawaida ikionekana mitaani, sokoni na vijijini. Mama wa soko Goma: ndugu zangu waliuawa wakati wa vita. Sasa watoto wetu wanakuwa bila kuelewa historia ya Kongo. Ikiwa shule zitaanza kufundisha Genocost, vijana wetu watajua thamani ya amani. Mzee kutoka Bukavu: kwa miongo mitatu tumeteseka, vijana wa leo hawajui tulichopitia. Historia ikifundishwa, kizazi kipya kitajua kwa nini tumepoteza watu na mali zetu. Kijana mwanafunzi kutoka Kinshasa: nimesikia kuhusu Genocost kwenye mitandao lakini si shuleni. Tunataka historia hii iandikwe kwenye vitabu ili tujue ukweli wa nchi yetu. Mama mjane kutoka Uvira: baba watoto wangu aliuawa, tukaachwa yatima. Elimu ya Genocost itawapa watoto wangu majibu, lakini tunataka pia fidia na haki, si kumbukumbu peke yake. Maoni ya wachambuzi na wataalamu. Profesa wa historia Chuo Kikuu cha Lubumbashi: kwa miaka mingi historia ya Kongo imeandikwa na wageni. Kuingia Genocost kwenye mitaa ni kuandika hadithi yetu sisi wenyewe. Mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Kinshasa: kumbukumbu ni muhimu, lakini bila uwajibikaji wa husika historia itabaki maandishi tu. Serikali lazima iwafikishe mahakama waliohusika. Mchambuzi wa siasa kutoka Goma: kisiasa, hii ni hatua ya ujasiri. Kongo inasema tunamiliki historia yetu, lakini changamoto ni utekelezaji, vitabu, walimu na fedha. Mwanafunzi wa PhD diaspora ya Kongo: kwa mara ya kwanza nasikia serikali yetu ikizungumzia Genocost waziwazi. Diaspora tunahisi hii ni hatua ya kihistoria, ni wakati wa mshikamano wa kitaifa. Ripoti rasmi ya serikali. Kwa mujibu wa ikulu ya Kinshasa, kuingizwa kwenye mtaa, historia ya Genocost itaingizwa rasmi katika masomo ya historia na uraia kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu. Table ronde. Serikali imeanzisha meza ya kitaifa ya majadiliano ikiwajumuisha wataalamu, waathirika, viongozi wa madini, asasi za kiraia na wabunge. Tume maalum itatathmini idadi ya watu waliopoteza maisha, mali zilizoharibiwa na athari za kijamii na kiuchumi. Wito kwa bunge. Rais Tshisekedi ameliomba bunge kupitisha adhimio rasmi la kutambua Genocost kama tukio la kitaifa. Ushirikiano wa kimataifa. Ameomba jamii ya kimataifa kushirikiana katika kuhakikisha kumbukumbu inalindwa na haki inapatikana. Changamoto na matarajio. Wataalamu wa elimu na wachambuzi wanasema changamoto zitakuwa ukosefu wa vitabu na vifaa vya kufundisha vilivyopangwa kisayansi. Walimu wengi hawana utaalamu wa kufundisha mada nyeti za historia ya vita. Upinzani kutoka kwa makundi au mataifa yanayohusiana na historia ya mauaji haya, lakini matarajio ni makubwa. Vijana watafundishwa chanzo cha matatizo ya Kongo. Taifa litajenga mshikamano na umoja wa kitaifa. Wasirika watapata heshima na historia ya taifa itakuwa wazi kwa kila kizazi. Kwa uamuzi huu, Kongo inachukua hatua ya kipekee kutoka katika ukimya wa historia hadi kujenga kumbukumbu ya kitaifa. Kumbukumbu ya Genocost sasa itabaki simulizi ya familia, bali somo la kitaifa linalofundishwa, kujadiliwa na kuhifadhiwa.
ni njia ya kuandika ukurasa mpya wa mshikamano, amani na haki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bado tupo hapa DRC. Katika siku za hivi karibuni, bunge la taifa la Kongo limejikuta katikati ya mvutano wa kisiasa unaovuta hisia za wananchi na wadau mbalimbali. Kauli zilizotolewa na Isaac Chilumbai, spika wa muda baada ya kuondoka kwa Vital Kamerhe, zimezua tafsiri tofauti za mjadala mkubwa wa kitaifa. Kwa mara ya kwanza, mbunge Gatien Irakani ametoka wazi kukosoa uongozi wa Chilumbai, akidai anazua hofu isiyo ya lazima kwa wananchi kwa kusema kuwa bunge liko kwenye mgogoro. Kauli ya mbunge Gatien Irakani. Katika mazungumzo yake, Irakani alieleza kwa msisitizo kwamba tunauliza kwa nini bwana Chilumbai anazungumzia mgogoro. Kujiuzuru kwa Vital Kamerhe tayari kumezinishwa na kikao cha bunge. Kisheria kuna ombi, hakuna mgogoro. Kauli hizi zinapotosha raia na kuasiri heshima ya taasisi hii muhimu ya taifa. Irakani ameeleza kwamba kauli za aina hii zinapunguza imani ya wananchi wa bunge, wakati taifa linahitaji mshikamano na mshikamo wa taasisi. Historia fupi ya sakata. Kujiuzuru kwa Vital Kamerhe kulipokelewa kama hatua ya kushangaza lakini muhimu, ikizingatiwa nafasi yake katika siasa za Kongo na ukaribu wake wa kisiasa na Rais Tshisekedi. Mara baada ya kikao cha bunge kuridhia rasmi kujiuzuru kwake, Isaac Chilumbai aliteuliwa kuwa spika wa bunge kusimamia shughuli hadi uchaguzi wa kiongozi mpya. Lakini kauli zake kwamba bunge liko kwenye mgogoro zimeibua maswali. Je, alimaanisha mgogoro wa kisheria kuhusu mamlaka spika, au ni ishara ya mapambano ya kisiasa kuhusu nani atakayeurithi kiti hiki cha heshima na ushawishi mkubwa? Sauti za wananchi. Kamera zetu zimezunguka mitaani kusikia sauti za wananchi wa kawaida. Mwanafunzi kutoka Kinshasa: sisi vijana tunataka kusoma kwa amani. Kila siku tunasikia bunge lina mgogoro. Hii inaleta uchovu. Tunataka viongozi wafanye kazi ya taifa, si mabishano ya maneno. Mama wa soko kutoka Bukavu: tunataka bunge lifanye kazi ya kuleta maendeleo. Hizi siasa za majina na vyeo hazina maana kama wananchi tunabaki maskini. Mzee mkazi kutoka Kisangani: bunge ni nyumba ya sheria. Kama kuna mgongano, basi sheria ifuate, lakini tusisikie maneno yanayochafua heshima ya taifa. Mfanyabiashara kutoka Goma: Kamerhe amejiuzuru, kikao kimekubali, basi tusonge mbele. Siasa za Kongo zinachelewesha kila kitu kwa sababu ya tamaa ya madaraka. Maoni ya wachambuzi wa siasa. Mchambuzi kutoka Goma: ukweli kauli ya Chilumbai ni dalili ya mapambano makali ya kisiasa nyuma ya pazia. Mgogoro si wa kikatiba pekee, bali ni wa kisiasa kuhusu nani atakuwa spika mpya. Profesa wa sheria kutoka Kinshasa: kwa mujibu wa kikatiba na kanuni za bunge, mara tu kikao kikikubali kujiuzuru kwa spika, hakuna pengo la mamlaka. Spika wa muda uchukua nafasi hadi uchaguzi. Kwa hivyo, kutumia neno mgogoro si sahihi. Mwanaharakati wa haki za kiraia: wanasiasa wasitumie taasisi kama jukwaa la mabishano binafsi. Heshima ya bunge lazima ilindwe. Athari za kisiasa. Kiti cha spika wa bunge la taifa ni miongoni mwa nafasi 3 kuu za dola: rais wa jamhuri, waziri mkuu na spika. Hivyo, kila mabadiliko katika nafasi hii yanazua msisimko wa kisiasa. Wanaotaka kugombea kiti cha spika wanaanza kujipanga kimya. Vyama vya kisiasa vinaona nafasi hii kama turufu ya kisiasa kuelekea uchaguzi ujao. Jamii ya kimataifa pia hufuata kwa karibu, ikihofia kutokea kwa mivutano mikubwa ya kisiasa. Wito wa Irakani kwa Rais Tshisekedi. Irakani amehitimisha kwa wito: tunaomba rais wa jamhuri aingilie kati. Hii sio migogoro ya kibinafsi, bali ni heshima ya taasisi ya taifa. Rais lazima aweke mwelekeo ili kuhakikisha bunge linaendelea kufanya kazi bila taharuki. Kwa sasa macho yote yameelekezwa pale DPP, makao makuu ya bunge la taifa mjini Kinshasa. Hali hii inaweza kuwa sintofahamu ndogo ya maneno, lakini pia inaweza kuwa mwanzo wa mapambano makali ya kisiasa kuhusu urithi wa kiti cha spika. Wakati wananchi wanadai utulivu na maendeleo,
Wanasiasa wanaonekana kusukumwa na maslahi ya kisiasa. Swali linabaki, je, Rais Tshisekedi ataweza kurejesha utulivu na kulinda heshima ya bunge, muhimili wa sheria na demokrasia ya Kongo? Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye kuaminika na zenye kweli zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, mimi Bila Pengo Oluwa nikikutakia jioni njema. BMP TV Professional Update.